Mzee Data, karibu sana dimbani. Na mimi na imani kwamba uko salama kabisa. Sasa Mzee Data, mimi swali langu ni moja tu. Viunga vya Msimbazi. Kocha mpya ajaye wa Simba azingatie yapi mazuri na ayabebe yapi hasi kama la kujifunza kwa upande wake ili kunusuru kibarua chake ndani ya Msimbazi. Tunafahamu, na nimekuuliza hivyo kwa sababu Simba hadi hivi sasa aliyekuwa meneja wao Dimitar Pantev wameachana naye kwa makubaliano ya pande zote mbili. Mzee Data, mic ni yako. Kwanza kimsingi kocha akifika iwe sio issue ya kuangalia kibarua. Najua unamaanisha kwamba apate mafanikio. Haiwezeshe Simba kutimiza mipango kazi yake kwa msimu wa 2025-26 na kuendelea. Kuna changamoto zake kwa sababu anaikuta timu ikiwa tayari imeshaanza msimu. Hana muda tena wa kufanya ile wanaita pre-season, kwa maandalizi ya msimu. Lakini pia atakuwa wakati huo anawajua wachezaji wake, wakati huo wanashiriki mechi za michuano mbalimbali, ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ligi ya mabingwa barani Afrika na kadhalika. Lakini kwa uchache tu, najua yapo mengi. Huyo kocha atakayepata nafasi Simba kwa vyovyote atakuwa na sifa ambazo za kumwezesha kukabiliana na shinikizo kubwa kutoka katika klabu kubwa pindi wewe unapokuwa kocha. Kwa maana nyingine atakuwa ni kocha mzoefu, hawezi akawa kocha mwenye wasifu kama wako Chris. Sababu najua hujawahi kufundisha timu za hadhi ya Simba. Nimekutaja tu kama mfano, lakini kwamba ni kocha ambaye tayari akifika from day one, akifika tu siku ya kwanza tayari atakuwa yuko kutekeleza yale wanayohitaji Simba kwa msimu huu na ikiwezekana na misimu ijayo, lakini pia kukabiliana na shinikizo huku akijua kwamba hana muda kufanya hiyo pre-season. Sasa kati ya mambo naona ni ya msingi kwa kocha mpya kuzingatia Chris, yapo mengi, lakini kwa Simba tuliyoshuhudia mpaka sasa katika mechi za ligi kuu Tanzania bara ambazo amecheza 3 ameshinda zote na mabao 8 ameruhusu 1, lakini hususan katika ligi ya mabingwa barani Afrika ambao Simba mechi 2 wameshapoteza zote kwenye kundi lao la D, wakifungwa nyumbani 1-0 na Petro Atletico ya Angola, wakifungwa ugenini kule nchini Mali na Stade Malien ya Mali mabao 2-1. Kwa kuangalia kile walichoonyesha kwenye mechi 2 walizopoteza zote, kuna mambo mawili Chris naona ni ya msingi sana kwa kocha ajaye kuyazingatia. Vinginevyo anaweza asitimize kile Simba wanachokihitaji, vinginevyo anaweza akahatarisha kibarua chake kwa mujibu wa swali lako. Simba tunafahamu kama ilivyo kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika wakijiita wazee wa hizi kazi hivi sasa, kwa sababu tangu msimu wa 2018-19 break ya kwanza kwenye michuano hiyo inayoshiriki sasa ligi ya mabingwa barani Afrika huwa ni robo finali. Robo finali maana yake umalize miongoni mwa timu 2 za juu kwenye kundi. Simba wako katika hatua makundi, kundi D wako mkiani hivi sasa baada ya kucheza mechi 2. Wengine walio kileleni ni Petro Atletico na Stade Malien, zote zina pointi 4. Halafu kuna Esperance de Tunis, wao nafasi ya 3, wana pointi 2 baada ya kupata sare 2 katika mechi 2 za kwanza. Sasa ili uende robo finali, halafu utimize mipango ya Simba kwa msimu huu, imekuwa ikielezwa mara kwa mara, ndoto zao ni walau kufika nusu finali ligi ya mabingwa barani Afrika na ikibidi kuendelea zaidi. Kwenye kombe la shirikisho wamefanikiwa. Msimu uliopita 24-25 Simba wamekwenda mpaka finali waliocheza dhidi ya RS Berkane. Matokeo ya jumla tunajua walipoteza 3-1, wakaukosa ubingwa wakatoa RS Berkane. Sasa kwenye ligi ya mabingwa ambako tangu 2018-19 kila wanaposhiriki ukiondoa msimu wa 2019-2020 Chris pale walipotolewa na UD Songo, misimu mingine yote wanafika robo finali wanaposhiriki ligi ya mabingwa. Msimu huu ili kufika walau kufika hiyo robo finali itabidi acheze kibabe sana, apate matokeo mazuri sana Chris, ili kufikia walau robo finali alafu kuanza kufikiria nusu finali ambao ndo Simba wanaiota. Kwa maana ipi? Ana mechi 2 dhidi ya Esperance de Tunis nyumbani na ugenini, ana mechi ya ugenini dhidi ya Petro Atletico, ana mechi ya nyumbani dhidi ya Stade Malien. Ili afanikiwe aangalie mambo ambayo nimeshasema mawili. Moja, kuhakikisha washambuliaji wake na wachezaji wote kwa ujumla wanapofika kwenye eneo la mwisho waongeze ufanisi wao katika kumalizia nafasi. Kwa sababu mpaka sasa Chris, Simba kwenye hizi mechi 2 tayari imejiweka katika orodha ya klabu 2 zinazoongoza kukosa nafasi za wazi kimataifa. Katika michuano ya CAF hii ya ligi ya mabingwa. Anayeongoza kwa kupoteza nafasi wazi ni Esperance de Tunis, imepoteza nafasi 8 za wazi, 4 akipoteza mshambuliaji wao kimataifa kutoka Ufaransa. Walimsajili kutoka katika ligi kuu ya Ufaransa ambaye ni ana uraia pacha wa Ufaransa na Ivory Coast, Florian Danyo.
kapoteza 50% hizo nafasi. Kwa lugha nyingine amepoteza nafasi 4. Hiyo haiwahusu. Simba wenyewe mechi 2 wamepoteza nafasi 5 za wazi Chris. Kumbuka Simba kwenye kundi lao mpaka sasa wamefunga bao 1, wameruhusu mabao 3. Wamepoteza mechi zote 2. 1-0, 2-1. Sasa wamepoteza nafasi 5 za wazi. Tunaposema nafasi za wazi, tunasema big chances miss ni zile ambazo Chris, hata wewe najua hivi karibuni wewe ni mchezaji mzuri hasa goalkeeper, lakini haufanyi mazoezi ya mara kwa mara. Hizo nafasi walizopoteza wewe Chris, ungefunga wewe Chris. Nikisema wewe, mimi pia, mimi ni kocha. Sawa? Naweza nikafunga ingawa sina mazoezi ya mara kwa mara kwenye mpira wa miguu kama zilivyokuwa enzi zangu. Sasa Simba nafasi zenye sifa hizo wamezipoteza, tena baadhi waliokosa ni pamoja na Morris Abraham, ni pamoja na Jasha Ahua ambaye ndo mfungaji bora ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika akifunga mabao 16, assist 9, akichangia mabao 25 kati ya mabao 69 waliofunga Simba. Ni miongoni mwa waliokosa hizi big chances. Jonathan Soa yumo katika orodha waliokosa nafasi za wazi. Sasa jiulize Chris, nafasi 5 za wazi wangefunga. Je, pengine wangekuwa wamepoteza mechi 2? Hatujui. Lakini ni kwamba kitendo cha kuruhusu mabao 3 wao wamefunga bao 1. Hizo 5 weka kichwani mwako na watazamaji wako. Dribble Sports tisha sana. Wangefunga, maana yake tungezungumzia wangekuwa na mabao 6 kwa sababu si wana bao 1. Hasa mabao 6 wangekuwa bado wako mkiani? Hapana. Je, wangepoteza mechi zote 2? Hapana. Nyingine ingekuwa hapana, kwa sababu mechi ya kwanza dhidi ya Petro Atletico wamepoteza nafasi 3 za wazi za kufunga. Hiyo mechi wamefungwa 1-0. Maana yake ingekuwa 3-1 au basi walau 2-1. Ikishindikana basi sare. Sasa mwalimu lazima na wachezaji wake waangalie. Na wamefanya hivi kwa kufunga bao 1. Unajua baada ya kufanyaje? Simba mpaka sasa wameshapiga mashuti 25. Halafu ana goli 1. Maana yake ukiweka tunasema goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao, unachukua bao walilofunga, idadi ya mabao chini ya idadi ya mashuti, zidisha kwa 100. Sasa wamefunga bao 1 chini ukiweka 25, ukizidisha kwa 100, maana uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ni 4% tu Chris na watazamaji wako. Simba wenyewe msimu uliopita walifika fainali, unakumbuka? Miongoni mwa matatizo yao ilikuwa ni kubadilisha nafasi kwa mabao. Simba ndio timu iliongoza kupiga mashuti mengi. Ilipiga mashuti 180. Lakini ikafunga mabao 12. Uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ulikuwa around 7%. Sasa safari hii mechi 2 uwezo umekuwa 4% wa kubadilisha nafasi kwa mabao. Tunasema goal conversion rate. Hili kocha ajaye aanzie nalo. Vinginevyo siku akifika tu ajiandae kufungishiwa virago. Ajiandae thank you, kwa sababu katika mpira wa miguu kama ufungi, wapinzani wakifunga mechi imeisha. Hilo la kwanza. La pili, ashughulikie swala wanafikiwa sana eneo la kiungo kama vipi. Hakikisha wachezaji waliopo Yusuf Kagoma, kina Alassane Maudo Kante na wengineo, kina Muzamiru Yasini, kuhakikisha wanalinda vya kutosha ukuta wao wenye walinzi wanne. Mara nyingi wanavyoanza 4-2-3-1 mfumo wao, au huyo kocha atakuja na mfumo wake. Lakini ukifanya katikati pale pagumu, inakuwa idadi ya kufikiwa kipa wenu inapungua. Simba hivi sasa wanafikiwa sana na wanapigiwa mashuti mengi ya kulenga shabaha. Kwa mfano hizi mechi 2 wamepigiwa mashuti 9 ya kulenga shabaha. Mechi dhidi ya Petro Atletico walimiliki sana mpira, lakini walipigiwa mashuti 2 ya kulenga shabaha, wakaruhusu bao 1. Mechi dhidi ya Stade Malien 67% ya umiliki walikuwa nao Simba, lakini wao ndio walipigiwa mashuti mengi ya kulenga shabaha. Walipigiwa mashuti 7 ya kulenga shabaha, wakaruhusu mabao 2. Wao walipiga mashuti 4. Sasa mechi 2 maana wameruhusu mashuti 9 ya kulenga shabaha. Msimu uliopita kombe la shirikisho, natolea tu mfano, mechi 12 Simba walipigiwa mashuti ya kulenga shabaha mashuti 30 tu. Wastani wa kupigiwa mashuti ya kulenga shabaha kila mechi mashuti 2.5. Yaani kwa lugha nyingine mechi 2 mashuti 5 walikuwa wanapigiwa msimu uliopita. Leo hii mashuti 9 wamepigiwa kulenga shabaha katika mechi 2. Kwa ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita mechi 30 Simba walipigiwa mashuti ya kulenga shabaha za ligi kuu Tanzania bara mashuti 30. Wastani wa shuti 1 kila mechi, wakaruhusu mabao 13. Sasa hivi kwenye mechi 2 za ligi ya mabingwa hatua ya makundi wamepigiwa mashuti 9 ya kulenga shabaha. Hii sio hali nzuri, lazima afanyie kazi, kwa sababu watakutana na wababe ambao hizo nafasi wakizipata zote wanabadilisha zinakuwa mabao. Maana Simba wangeruhusu mabao mengi sana. Jambo la tatu la msingi, Simba kwenye ligi ya mabingwa waache kuendelea kucheza soka sambusa, soka biriani. Nasema hivyo kwa sababu gani Chris? Mpaka sasa timu zinazoongoza kumiliki mpira, kupiga pasi nyingi, namba 1 ni Mamelodi Sundowns. Wanamiliki mpira kwa 73.5 kwa hizo mechi mbili walizocheza kwenye kundi lao, wastani wa timu zote 16 ligi ya mabingwa. Namba 2 kwa kumiliki mpira zaidi, possession,
ni RS Berkane ya Morocco, inamiliki mpira kwa asilimia 64. Namba 3 Simba asilimia 62. Ukimiliki mpira Chris, vizuri sana kama unapata matokeo. Sasa Simba inamiliki mpira afu inafungwa. Kwa nini? Ili lazima waliache, kwa sababu kwenye CAF kinachoangaliwa ni matokeo. Ni lazima mchezo objective football. Kama mnadhani kucheza pasi nyingi ndio kunapa ushindi, well and good. Lakini kama mnapiga pasi nyingi halafu mnafungwa. Sasa utaona katika pasi 543 zilizopigwa katika mechi ya Simba dhidi ya Stade Malien. Eneo la Simba, kwa sababu pasi zilipigwa asilimia 31, yani mchanganyiko za Simba wenyewe na Stade Malien. Maana yake kwenye eneo la Simba zilipigwa pasi 168. Lakini kwa Stade Malien, kwa sababu ni asilimia 27 ndizo zilizopigwa kwenye eneo la Stade Malien, pasi zilizopigwa ni 147. Katikati zikapigwa pasi 228. Kwa hiyo eneo la kati ambako ni asilimia 42 katikati zimepigwa pasi 228. Sasa hii kuna kitu kocha ajaye ajue jinsi ya kuangalia mpira ukichezwa kwa kiasi kikubwa uchezwe kwenye eneo la mpinzani. Katikati inafahamika ambako ni kwa wote, lakini eneo la mpinzani ndo pasi zipigwe nyingi, kwa sababu zinaongeza nasibu ya nyinyi kuweza kulifikia lango lao. Mechi dhidi ya Petro Atletico kwa mfano, Simba waliupiga mwingi zaidi, walimiliki mpira kwa asilimia 57 dhidi ya 43 za Petro. Simba walipiga pasi zilizofika pasi 338, Petro pasi zilizofika 241, jumla pasi 579. Sasa katika hizi pasi 579, eneo la Simba asilimia 30 ya pasi zote zilipigwa kwenye eneo la Simba, ambazo zilikuwa ni sawasawa na kusema pasi zilizopigwa 174. Lakini eneo la Petro Atletico kwenye theluthi yao zilipigwa pasi asilimia 22, sawasawa na kusema pasi zilizopigwa ni 127. Alafu pasi nyingine zote zilipigwa katikati, ambako mpira ulichezwa kwa asilimia 48, ambako hapo unazungumzia pasi 278. Sasa kocha ajaye lazima angalie kwamba kwenye eneo lao Simba wasio wanapiga pasi nyingi, waruhusu na wapinzani pia wapige pasi nyingi kwenye eneo lao. Badala yake, kama pasi kupigwa nyingi, kati ya theluthi mbili za mwisho ya kwao na kule kwa wapinzani zipigwe kwa wapinzani, ili kuongeza nasibu ya kufunga. Kwa sababu mwisho wa siku nimekwambia, mechi dhidi ya Petro Atletico Simba wamepigiwa mashuti mawili ya kulenga shabaha, wao wamepiga shuti moja, wakapigwa goli moja bila. Mechi dhidi ya Stade Malien Simba wamepiga mashuti 4 ya kulenga shabaha, wao wamepigiwa mashuti 7 ya kulenga shabaha. Ili ni eneo lingine ambalo kocha ajaye atapaswa kufanyia kazi. Mengineyo tunafahamu juu ya namna ya kuimarisha maelewano. Tunazungumza ile chemistry baina ya wachezaji, lakini pia awe na ujasiri wa kuamua mshambuliaji kinara ni nani anayeanza kwenye kikosi cha kwanza, ili wengine wao na mchallenge kwamba akidrop wengine wachukue nafasi. Kila mmoja afahamu wajibu wake, ikibidi yule ambaye anafanya vizuri basi awe mshambuliaji kinara, asiwe na hofu na shaka kwamba mechi nipo sipo, ili kuleta ushindani, ili kujenga utulivu kwa yule ambaye anafanya vizuri. Nazungumzia hapa Selemani Mwalimu, nazungumzia hapa Jonathan Soa, nazungumzia Steven Dese Mukwala. Afanye maamuzi ya ujasiri, asitaki kuwaridhisha wote watatu. Lazima mmoja awe anaongoza, afu wengine wawe wanampressurize. Siku anayefanya anetetereka, mwingine anafanya vizuri, huyo ndio mshambuliaji kinara. Yani kwa lugha nyingine awe na first 11 kadri inavyowezekana, ili kufanya kuwe na ushindani. Kwa mazoezi ya mwisho tunajua ndo makocha wao wanatengeneza vikosi vyao, basi naye afanye hivyo, kwa sababu vinginevyo kama kila mmoja hana uhakika kwamba nacheza mimi sichezi, nitaingia au nitaanza, nayo kwa kasi fulani nimeona imechangia baadhi ya matokeo kuwa ndivyo sivyo, hasa katika ligi ya mabingwa chini ya Dimitar Pantev. Vinginevyo kocha ajaye lazima ajiandae na pressure from day one, kama nilivyotoka kusema, kwa sababu hii ni Simba. Simba miongoni mwa klabu kubwa nchini, klabu kubwa barani Afrika katika viwango vya ubora. Hivi sasa Simba ni ya 6 kwa bora barani Afrika. Shinikizo linaanza siku ya kwanza. Mashabiki wa Simba kama zilivyo klabu nyingine kubwa duniani wanapenda ushindi. Mechi ikiisha wanasahau, wanataka ushindi nyingine, alafu nyingine na nyingine. Siku ukivurunda wanamchenjia hapo hapo. Kwa hiyo kocha ajaye ajiandae pia kwa hayo. Chris, yapo mengi, nimechagua hayo baadhi kwa mujibu wa ulivyoniuliza. Naam, mzee, hata mimi na imani kwamba umenijibu vizuri kabisa, na nikushukuru sana. Dribble Sports tisha sana. Shukrani jazilan. Naam. Bwana, huyo ni mzee wa data Ramadhani Mbwaduke, akitiririka kwa data, tathmini mbalimbali kwa kile ambacho anakifahamu juu ya mambo mazuri ambayo anatakiwa kuyafanya kocha mpya
ajaye ndani ya Simba Sports Club Mnyama. Yeye amejaribu kugusia tu yale mazuri, negative, kuna negative na positive. Negative ni kama hasara, positive ni kama faida. Mimi jina langu ni Christopher Beda na asante sana kwa kuchagua sisi Dribble Sports kuwa sehemu ya kupata habari za kimichezo ikiwemo uchambuzi na habari mbalimbali za kimichezo. Uwe na wakati mwema. Bye bye.